Habari za asubuhi, habari za jioni wapendwa, na wasalimu nyote, kwa wale ambao kwa asubuhi na kwa wale ambao kwa jioni na kwa wale ambao wanatarajia kwenda kulala, na watakia usiku mwema. Chukua video hii inapokufikia kwenye simu yako, share kwa kila mmoja. Usikose kulike na usikose kucomment, na usikose kusubscribe, kwa sababu kama una subscribe video hii utakuwa unaona video zote ambazo zinaingia baada ya wiki mbili utakuwa naziona, kwa sababu utakuwa mmoja wa mwanamemba wetu kwenye chaneli yetu ambayo mnatufuatilia. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu ndoa, kuhusu wababa ambao wameoa na wanaume ambao wameoa na wa vijana ambao wameshaoa, wanaingia kwenye ndoa. Ameshatoka kwenye kijana, anatarajia kwenda kuitwa baba, kwa sababu unapozaa mtoto tayari umekuwa baba, na unapozaa mtoto tayari umekuwa mama. Sijui kama utanielewa Kiswahili changu ambacho naenda kuzungumzia hapa. Tunaongelea kuhusu vijana ambao wanaenda kuoa na wasichana ambao wanaenda kutarajia kuolewa. Wewe bado uko msichana nyumbani kwenyu, lakini unatarajia kwenda kuitwa mke wa mtu. Sijui kama Kiswahili changu kinaeleweka hapa. Wewe uko msichana nyumbani kwenyu, bado unaitwa msichana kwa sababu unaishi na baba yako na wazazi wako, bado unaitwa msichana. Unapotoka ndani ya nyumba ya baba yako, unatoka sehemu ya baba yako na mama yako, huko unaenda kuitwa mke wa mtu. Ina maana mke wa mtu tayari wewe umekuwa mke wa mtu fulani, yaani wewe umeshaenda kuolewa. Hapo ndio hiyo kwenye Kiswahili chetu tunaita mke wa mtu. Kwenye Kiswahili chetu sisi mtu ambaye ameolewa unaitwa mke wa mtu. Unaona, wewe unapoolewa leo hauko tena msichana nyumbani kwenyu, umeanza kuitwa mke wa mtu. Tusikawie sana, tunaenda kuongelea kuhusu wapendanao. Kwa nini nyumba nyingi zinakufa mapema au zinaharibika mapema? Ni kwa sababu ya wewe mwanaume, kwa sababu ya wewe kijana, wewe ambao unanisikia hapa, unaenda kuoa mwanamke pesa nyingi. Nachukulia kwanza kama hatua kama Marekani. Nasikia huko Marekani kuna watu ambao wanaoa dola 25,000. Unaenda kuoa mwanamke dola 25,000. Nasikia wengine wanasema kwamba wanawake kule Marekani wanaolewa dola 30,000. Hiyo ndo mahali mwanamke anaolewa nayo. Hiyo ndo mahali ya kuolewa mwanamke huko Marekani, dola 30,000 za Kimarekani. Mwanamke anaolewa dola 22,000, dola 26,000, dola 35,000, dola hadi nafika mwanamke anafika kukiango kwenda kuolewa dola 45,000 za Kimarekani. Hiyo ndio mahali hiyo ndio sababu ndoa nyingi hazidumu, kwa sababu unaenda kuoa mwanamke pesa nyingi. Unaoa mwanamke, unamleta nyumbani kwako, mwanamke ambao umemwoa dola 25,000, unamfikisha nyumbani kwako. Mwanamke hajui kuosha masahani, hajui kuosha vyombo, hajui kupika, hajui kutandika hata kitanda tu ndo kwenda kutandika kitanda, hajui kutandika kitanda. Na ule mwanamke umemuoa dola 25,000. Hiyo ndio sababu ndoa nyingi zinaenda kuisha mapema. Mwanamke sio biashara. Mwanamke sio biashara. Mwanamke ni kama zawadi. Unapeleka zawadi yako kwa wazazi wake ya mwanamke. Asante baba
kwa kunichungia binti wako. Peleka hata dola 7,000, 7,000, 6,000. Hiyo ndio mahali ambao watu wengi wanaoa kwa sisi wa Afrika, kwa sisi watu weusi. Oa mwanamke dola, pesa ndogo kama dola 7,000, kwa 7,000, 6,000. Unaona? Kuna zingine makabila zinafikia kuoesha mwanamke hata dola 500 tu. Unaona? 500 tu. Mwanamke anaolewa dola 500, wala anaolewa hata dola 1,000. Na kuna wengine unapeleka tambuzi 2 unapewa mwanamke. Kipindi cha zamani sana, miaka ambayo zimepita huko mbele, enzi za zamani, enzi za mababu zetu, wanawake walikuwa wanaolewa tu na unga tu, unapeleka tu mandizi tu, unaenda kuchukua mwanamke. Wanapeleka mbuzi moja tu, unaleta mwanamke. Tena binti kabisa, binti ambayo hajazaa nyumbani kwao, unaenda kumuoa tu na kitunga cha unga. Unapeleka kitunga cha unga, unapeleka vitu vidogo tu, chumvi, unapeleka tomato, ile wanaita tomate, unapeleka tomate, unapeleka unga, vitunguu na mbuzi, unaleta mwanamke. Yani hapo umeoa, umemaliza kuoa. Yani hapo umemaliza kuoa, umemaliza mahali. Lakini siku hizi watu wanaenda kuolewa dola 45,000. Watu wanafika kuolewa dola 25,000, dola 25,000. Unaoa mtoto mwanamke. Huyo mtoto mwanamke unamfikisha nyumbani, ajua hata kupika ajui hata kupika chakula, ajua hata kutandika kitanda. Unaona? Anapoenda pika mboga zote zinaungua, kwa sababu umeenda kuoa mwanamke amba hajashauriwa na wazazi wake. Wazazi walikuwa wanamweka tu pale nyumbani kama kahaba. Mwanamke ajua kupika hata nyumbani kwake. Mwanamke ajua hata kuoga. Mwanamke anatenda kuoga, unalazimisha we mwanaume, unapiga ngoma ili mwanamke aende kuoga. Kisha ule mwanamke unaenda kumuoea dola 25,000. Ni biashara. Ndio maana ndoa nyingi zinafika hatua zinaenda kuisha. Ndoa nyingi zinaisha kwa sababu unaenda kuoa pesa nyingi. Unashindwa na ule mtu ambaye ameenda kuoa mwanamke na mbuzi moja. Unashindwa na ule mtu ambaye ameenda kutoa mahali dola 500, akaoa mwanamke wake dola 500. Unashindwa naye. Unashindwa naye. Mwanamke unaenda kumuoa pesa nyingi za kazi gani? Ni biashara. Tena ule mwanamke anapofanya shida, akirudi kwao, zile hela hazitarudia. Ukienda kuzidai kule kwao, hawatakupa nazo tena. Kati ya wewe mwanaume ambao umeoa dola 25,000 na ule mtu ambaye ameoa dola 500, mnazidiana nini? Ule ambaye ameoa dola 500 aitoa mahali yake dola 500 wala dola 1,000, na wewe ambao umetoa dola 27,000, 25 za Kimarekani, mnazidiana nini? Mnazidiana nini? Nini ambacho mnazidiana nayo? Mnazidiana naye nini? Ule mtu ambaye ameoa mwanamke wa dola 500 wala dola 1,000, mke wake kula atazaa. Na wewe ambao umeoa dola 25,000, 35,000 hadi 45, na wewe mke wako na wewe pia atazaa. Mnazidiana nini? Nini ambacho mnazidiana? Kama sio biashara mnafanya ni nini hapo? Kwa hizo familia ambazo zinaenda kuoesha mwanamke dola 25,000. Sasa unapoenda kuoa ule mwanamke, matatizo ndio hatari ndani ya nyumba. Matatizo mengi, kusumbua mwanaume, mara tatizo ya kukosa kujua kupika,
tatizo la kukosa kujua kuosha hata vyombo, tatizo kukosa hata kujua kutandika kitanda, matatizo mengi sana. Na ule ambao umeoa dola 500, mke wake kula anajua kupika na anajua kutandika kitanda na anajua kuosha vyombo, ule ambao ameoa dola 500. Sasa mnazidiana nini? Tafadhali sana wanaume, sio kwenda kuoa mwanamke pesa nyingi eti ndio mapenzi, au ndio uonekane wewe ndio una hela nyingi, wala uonekane wewe ndio unaenda kuoa mwanamke pesa nyingi ili watu wakusifie. Sivyo. Zamani mwanamke alikuwa bure, nishakwambia zamani hapa. Zamani, enzi za zamani, mwanamke alikuwa anaolewa na miogo tu. Unapeleka kitunga kimoja cha miogo, unaenda kuoa mwanamke. Unapeleka mbuzi moja tu, unaleta mwanamke. Zamani, enzi za zamani. Lakini enzi hizi mwanamke amepanda bei sana, kuzidi kila kitu hapa chini ya jua. Mwanamke amepanda bei. Ni kama vile unaenda kununua, kama vile unaenda nunua gari. Jokisi bei ya mwanamke amekuwa siku hizi. Tutazidi tena.